Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza liliwakamata na linaendelea kuwahoji watu watatu. Watu hao watatu ni askari mgambo na wamekamatwa kwa tuhuma za mauaji ya kijana mmoja ambaye anaitwa Rashid Masunga Nyandonga. Kijana huyu ana umri wa miaka 31 na kazi yake ni fundi simu na ni mkazi wa eneo la Bugando Jeshini katika wilaya ya Nyamagana. Tukio hilo la mauaji lilitokea siku ya tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ilikuwa ni majira ya saa 12:45 za jioni usiku, huko katika mtaa wa Mission katika eneo la Sahara, kata ya Pamba katika wilaya ya Nyamagana. Katika tukio hilo inadaiwa kuwa jioni hiyo ya tukio, askari mgambo hao ambao walikuwa katika mtaa huo wa Mission walimtilia shaka marehemu kuwa alikuwa anauza dawa za kulevya aina ya mirungi, na kutokana na shaka hiyo waliokuwa nayo walianza kumfuatilia. Ndipo marehemu baada ya kuwaona alianza kukimbia mbio. Askari hao wa mgambo walimkimbiza na kufanikiwa kumkamata umbali mfupi kutoka alipokuwa. Marehemu baada ya kukamatwa, wanadai alikuwa akiema na alionekana kuishiwa nguvu. Askari hao wa mgambo waliamua kumpeleka hospitali ya mkoa Sekoture kwa matibabu zaidi, kwa sababu wakati huo alionekana amechoka huku akiwa anahema sana. Aidha, mtuhumiwa huyo alifanikiwa kufikishwa hospitalini hapo Sekoture na kuanza kupata matibabu. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu hapo hospitalini, ndipo zilipatikana taarifa kutoka kwenye mamlaka ya hospitali kwamba mtu huyo alikuwa amefariki dunia. Kutokana na mazingira hayo ya ukamataji huo, askari hao mgambo wote walikamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza usiku huo huo. Kuhusiana na tukio hilo, askari hao mgambo wakati wakitekeleza ukamataji huo walikuwa peke yao, na wakati wanafanya hivyo hakukuwa na operation yoyote ya kipolisi iliyokuwa inafanyika katika eneo hilo. Walikuwa katika mizunguko yao katika eneo hilo la mtaa wa Mission. Uchunguzi wa kitaalamu yani postmortem umefanyika siku ya tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026, ambapo mwili wa marehemu umefanyiwa postmortem, wakiwepo ndugu na jamaa zake hapo hospitalini Sekoture. Na hivi sasa tunapoongea tayari mwili huo umechukuliwa na ndugu na jamaa kwa ajili ya mazishi. Watuhumiwa hao watatu ambao ni askari mgambo walishikiliwa na wanaendelea kuhojiwa mara tu baada ya kutokea kwa tukio hilo. Serikali haiwezi kuruhusu tukawa na watu wanaojiita wababe mitaani, kwamba wao kazi yao kwa sababu wana nguvu na wanatumia jina la serikali ni kunyanyasa Watanzania. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais yapo wazi. Hataki kuona Mtanzania yeyote popote alipo anadhulumiwa haki yake, ananyanyaswa, anapigwa au anafanywa kitu chochote kibaya. Kila Mtanzania ana haki ya kuishi katika hii nchi, na hii nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kukiwa kuna tatizo lolote la uvunjifu wa sheria, hatua za kisheria ni lazima zifuatwe, na sio mtu mmoja mbabe kwa sababu ana nguvu anaweza kufanya lolote analolitaka.